Mwenyekiti wa Baraza la Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam, Mhandisi Dr. Richard Joseph Masika, Dr. Frederick Salukele, mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Praxedis Mark Ondomba, Mkuu wa Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT, wakuu wa taasisi mbalimbali waliojumuika nasi leo, wadau wa maendeleo wakiwemo ndugu yetu Jason Huang, mwenyekiti wa Group 6 International, na Xiang Yang Ariam, administrator wa Chongqing Vocational Institute of Engineering kutoka China, viongozi mbalimbali wa Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam, wahitimu, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Habari ya saizi. Kazi na utu. Changamke basi, siku kubwa sana hii. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Awali ya yote natumia fursa hii kulishukuru sana Baraza la Taasisi kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya 19 duru ya kwanza hapa Dar es Salaam. Asanteni sana. Napenda kuungana na wazazi, walezi, ndugu, jamaa na marafiki wa wahitimu kuwapongeza wahitimu wote ambao leo hii tunatunikiwa tuzo mbalimbali katika fani na ngazi mbalimbali. Na wahitimu mnapendeza kweli kweli. Hongereni sana. Safari ilikuwa ndefu. Mshukuru Mungu mnamaliza vizuri. Kwa naungana na wote kuwapongeza sana. Haya ni matunda ya kujinyima kwa wazazi na walezi wenu na bidii ambayo mliweka katika mafunzo yenu. Mkiwa sasa ni wahitimu wa ufundi sanifu, uhandisi na teknolojia, bila shaka mnatambua hazina kubwa ya elimu mlioipata katika kujiendeleza wenyewe na kujiendeleza taifa letu. Nina imani mtatumia hazina hiyo kwa manufaa yenu nyewe binafsi, familia zenu na manufaa ya taifa letu kwa ujumla. Ninafurahi kuwepo hapa leo katika siku hii muhimu na kumbukumbu kubwa ya kihistoria kwa nyie wahitimu wetu, kwani kuhitimu kwenu nyie kunaongeza idadi ya wahandisi na wanateknolojia katika soko la ajira na rasilimali watu inayokwenda kuchangia katika maendeleo ya taifa letu kwa njia ya kutatua changamoto mbalimbali za kijamii na za kiufundi. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali imeendelea kuongeza fursa za masomo na elimu ya ufundi, fursa za mafunzo na elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi nchini na kusimamia ubora wa elimu hiyo sawa sawa na sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023, ikiwa na kauli mbiu elimu na ujuzi ndio mpango mzima, sera iliyozinduliwa mwezi Februari 2025 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sera hii ina lengo la kuwa na mfumo wa elimu na mafunzo unawezesha kumwandaa Mtanzania mwenye maarifa, stadi na mtazamo chanya utakaomwezesha kuchangia katika kuleta maendeleo endelevu ya taifa letu. Katika kutekeleza sera hii na kwa mikakati mingine mbalimbali, serikali imeongeza uwekezaji katika vyuo vyetu vyote, ikiwa ni pamoja na chuo hiki, Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam DIT, kwa kuwekeza kwa mfano shilingi dola za Kimarekani milioni 90 kwenye taasisi hii, ambazo kampasi ya Dar es Salaam imeweza kujenga kituo cha umahiri cha kikanda cha mafunzo ya tehama maarufu kama Rafiki, na pia kampasi ya Mwanza imejenga kituo cha umahiri cha uchakataji bidhaa za ngozi. Taasisi hii pia ni miongoni mwa taasisi zilizonufaika na mradi wa TEL wa awamu ya pili wenye thamani ya euro milioni 10.7
fedha ambazo zitatumika katika kuboresha mazingira ya kujifunzia. Pia katika kutimiza azma hiyo, katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali iliongeza udahili katika vyuo vya elimu ya ufundi ya technical education and training colleges kutoka wanafunzi 161,750 hadi wanafunzi 199,118. Ongezeko hili linatokana na kuongezeka kwa idadi ya vyuo vya elimu ya ufundi kutoka vyuo 441 mwaka 2021-2022 hadi vyuo 512 mwaka 2024-2025. Na tukumbuke pia kwa maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imeanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wanaochukua mafunzo ya diploma katika vyuo hivyo. Tupongeze rais wetu. Na katika mfumo wa elimu sasa hivi wa ufundi na ufundi stadi, kuna mageuzi makubwa yanakuja. Taasisi hii imefikia kuwa taasisi ya elimu ya juu ya teknolojia, inatoa tuzo katika level mbalimbali, lakini serikali imekusudia na imeshaanza kujenga polytechnics ambazo zitakuwa zinatoa diploma tu pamoja na vyeti vya form 6. Tayari kampasi ya Dodoma imekamilika, tumekabidhi DIT, itaanza kuchukua wanafunzi, lakini hatimaye lengo letu ni kuchukua wale wanafunzi waliokuwa kwenye mkondo wa amali wanaochukua ufundi, kwa sababu amali inaweza kawa ni technical au vocational. Wakiwa ni technical tunaita ufundi, vocational tunaita ufundi stadi. Kwa wale wanafunzi hatimaye watakaomaliza kidato cha 4 wakiwa wamehitimu kwa mafunzo ya ufundi ya sekondari, watakapokwenda form 5 na form 6 watapelekwa kwenye polytechnics kama ilivyokuwa DATEC zamani. Moja ni hiyo ya Dodoma ambao ujenzi wake umeshakamilika na tumekabidhi taasisi hii ile kampasi ile. Tunajenga nyingine Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, itajengwa nyingine Morogoro na nyingine Zanzibar, ili uko mbele ya safari wanafunzi wanaotoka technical secondary school waende high school kwenye polytechnic, wasome miaka 3, watoke na diploma pamoja na cheti cha form 6. Wakija hapa ni kuchukua degree moja kwa moja, wakienda University of Dar es Salaam ni kuchukua degree moja kwa moja. Kwa ni sehemu ya mageuzi aliyoagiza rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kuonyesha jinsi ambavyo anathamini elimu ya ufundi na ufundi stadi. Kwa ujumla wake tunasema mafunzo ya amali au elimu ujuzi, ambayo inaandaa vijana wetu waweze kujiajiri, waweze kuajirika kirahisi baada ya kuhitimu katika masomo haya. Kwa wenyewe wahitimu, fursa zipo, mnaotaka kuendelea kusoma, kujiandaa, kutakuwa na ajira za kuwa wakufunzi katika hizo polytechnics ambazo tunazijenga nchi nzima. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano na nchi mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha wataalamu wetu wanapata uzoefu na ujuzi wenye kuendana na mahitaji ya sasa na ya kimataifa katika eneo hili. Nawapongeza DIT kwa kuwa na ushirikiano na taasisi za elimu kutoka nchi mbalimbali ikiwemo China, Ethiopia, Urusi, Ufaransa, Uganda, Uturuki, Kenya, Korea, Marekani, Italia, Ireland, Cyprus na Afrika Kusini. Nawashukuru sana kwa hatua hii. Kwenye ushirikiano wetu sisi na China, humu leo tutaona wanafunzi wale ambao walidahiliwa kusoma hapa DIT wakafanya masomo yao kwa mwaka mmoja, wamepelekwa Chongqing Vocational Institute of Engineering China, wameendelea na masomo kwa miaka 2, wamerudi hapa sasa hivi kumaliza mwaka wao wa mwisho. Huu ni utaratibu wa sandwich, kwamba mwanafunzi anasoma zaidi ya chuo kimoja kwa wakati mmoja.
Wale wanafunzi walipoingia hapa wamedahiliwa kufanya degree. Wamesoma mwaka mmoja. Wameenda China, wamesoma miaka miwili na kule wanapata diploma. Wakitoka kule wanakuja kumaliza mwaka mmoja hapa, wanakuwa na degree. Maanake wanakuwa na diploma kutoka Chongqing Queen Vocational Institute of Engineering na wanakuwa na degree kutoka DIT. Sasa wakati tuna sign MOU kwa ajili ya ushirikiano huu, tulikuwa na Jason ambaye ni mwenyekiti wa Group 6, kampuni yenye viwanda na shughuli za ujenzi sehemu mbalimbali duniani, hapa Tanzania na sehemu mbalimbali za Afrika. Na Jason aliniambia kwamba yeye ni mhitimu kutoka Chongqing Queen Vocational Institute of Engineering, na alinihakikishia wahitimu wote watakaokuwa wanasoma utaratibu wa sandwich wakimaliza watakuwa wamekamilika tayari kuajiriwa na Group 6. If that is true, Jason, just confirm to me for the employment opportunity. Thank you. Sasa tulipeleka wanafunzi 30 duru ya kwanza. Sasa hivi kazi yetu ni kujitahidi kupeleka wanafunzi wote wanaosoma hiyo degree ya engineering hapa. Nadhani wako 300 au wangapi? Around 300. Tuendeleze na mazungumzo kuhakikisha kwamba wanafunzi wote watakaosoma degree hiyo ya engineering hapa wanafanya sandwich program. Na kwenye budget hii tunayoandaa sasa hivi, bora tupunguze matumizi baadhi ya maeneo mengine. Na sisi tutapigania tuone tunaweza tukaongeza kiasi gani. Tutenge fedha ili kuchangia kuwapeleka vijana wa Tanzania kwenda kusoma. Lengo la rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vijana wote wa Tanzania, lengo linaloonekana katika uwekezaji mkubwa kwenye elimu ufundi, mikopo ya wanafunzi na hata mikopo sasa hivi kwenye diploma, ni kuwawezesha vijana wa Tanzania wasome elimu inayowapa ajira mara moja. Kwa utaratibu huu wa Group 6 ambao walituahidi na kwa MOU tulio sign, sasa hivi sisi tumekusudia na chimbuko litoke DIT kuhakikisha vijana wote wanafanya engineering hapa waingie kwenye utaratibu wa sandwich, ili Group 6 na makampuni mengine yote ya Kichina ya construction yaliyoko Tanzania, yaliyoko Nigeria, yaliyoko Senegal, yaliyoko Afrika Kusini yaweze kuajiri vijana wapate ajira mara moja. Sasa hatuwezi kuendelea kuomba. Tutaomba scholarship na tutaendelea kuongea na wenzetu wa China kwamba scholarship wanazotupa ziendane na huu mwelekeo wa sasa hivi. China inatusaidia sana katika elimu na nimeshaongea na balozi, tutaongea naye tena kwamba scholarship hizo ziji-align katika mahitaji haya. Tuwapeleke wanafunzi Chongqing Queen Vocational Institute of Engineering au vio kama hivyo kule China, tuanzishe sandwich program kuhakikisha kwamba kila anayemaliza hapa anamaliza kwa elimu hiyo ya kimataifa na anapata ajira hapo kumaliza. Tutahidi kuongea ndani ya wizara, tutenge fedha chini ya utaratibu wa Samia Scholarship Extended kuweza wao kuwalipia nauli kama China atakubali kuwalipia gharama nyingine za kukaa kule. Hili ni swala kubwa, nadhani tulifanyie kazi, tusilipoteze, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kutekeleza maelekezo aliyotoa rais wetu, na maelekezo yake kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni kutoa elimu ujuzi kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira kwa kadri inavyowezekana ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo naomba profesa na mwenyekiti, ili zigo mlibebe lifanyie kazi, leteni taarifa mwezi wa 12 kwenye budget mmepunguza nini, mmeongeza fedha huko, gharama ya kuwapeleka ni kiasi gani, na mimi nitaendelea kuongea na ubalozi wetu wa China kuhakikisha kwamba hizi fursa zinapatikana na tunapeleka wanafunzi hao kwenye sandwich. Umuhimu wa kwenda kusoma nje ni kutambua kwamba elimu haina mwisho. Kwenye vitabu vingine vya dini tunaambiwa tafuta elimu
hata China. Maanake usijifungie ndani ukadhani unajua kila kitu. Twendeni tukajifunze kwa wenzetu, tuimarishe elimu yetu hapa kwa kuhakikisha kwamba na ile MOU ina fursa ya kuwapeleka wakufunzi wetu kule kwenye ile institute kwenda kuona kinachofanyika, na wenzetu wanakuja hapa kuona tunachofanya ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hilo ni jambo kubwa ambalo ningependa tulifanyie kazi mwezi wa 12. Tuwe tayari na taarifa ni shilingi ngapi zinahitajika. Mimi nitajaribu kuongea na wenzetu wa China na balozi wetu walioko China ili kuhakikisha kwamba scholarship zote tunazopata kutoka China zinaenda kule, na maelezo yenu mlionipa wako Tanzania wako tayari kulipia gharama hizi. Serikali italipia wale ambao kwa kweli wanahitaji kushikwa mkono na serikali, na wale wanaweza kulipia walipie, lakini zote tuwaingize katika utaratibu huu, na subsidy itakayotoka hapo kutoka serikalini itatoka katika ule utaratibu wa Samia Scholarship Extended. Na wahitimu mjue kwamba hata sasa hivi serikali imejipanga kupeleka wanafunzi nje waliomaliza form 6. Mwisho wa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili tunapeleka wanafunzi 16 Johannesburg kufanya degree ya kwanza mambo ya data science, computer na sayansi za mwelekeo huo. Baadaye mwezi wa 9 tunawapeleka Ireland takriban wanafunzi 40 kwenda kufanya kitu kile kile. Hayo ni maelekezo ya rais wetu, tutafute elimu popote. Ni kuitikia ule wito, tafuta elimu hata China. Kwa hiyo tutawapeleka nje kwenda kusoma, na nyinyi wakati mnaanza kutafuta labda degree ya pili ambayo hamjafanya na kadhalika, fursa hizo tutaendelea kuzipigania ziongezwe, na vijana wote wa Tanzania hasa wanaosoma ningependa wajue juhudi hizi kubwa za rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuwapenda vijana na kuweka msukumo maalum kuhakikisha kwamba tunatoa elimu zaidi na iliyo bora kwa vijana wetu. Ndugu zangu, nimejulishwa pia kuwa pamoja na kutunikisha shahada na stashahada mbalimbali, leo hii pia nitatoa zawadi kwa wabunifu bora ambao wameshinda baada ya kushindanishwa na wenzao katika kubuni teknolojia mbalimbali zinazolenga kutatua changamoto za kijamii. Natoa rai kwa uongozi wa DIT kuendelea kuhamasisha shughuli za ubunifu na kuwaibua wabunifu wengi zaidi, ili kwa kupitia ubunifu zao wachangie katika utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazokabili taifa letu. Na niwape taarifa kwa kupitia COSTECH tuna Samia Fund ambayo inawaunga mkono wabunifu ambao wako tayari kuanza kuingia sokoni. Kwa hiyo nimeona vijana wabunifu pale wakati natembelea, ndio kuna fursa hiyo ambao tunawaalika wote mjitahidi kuitumia. Watu ambao tayari wameshanufaika na fedha hizo, na tungependa tuone wengi zaidi wananufaika. Na mnajua rais wetu ameagiza ndani ya siku 100 tangu aapishwe kutakuwa na bilioni 200 kwa ajili ya kusaidia vijana wajasiriamali, na wabunifu wanaweza kupitia humo na wanaweza kupitia katika COSTECH kunufaika na agizo hilo la rais wetu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimefarijika kusikia kwamba miongoni mwa changamoto ambazo mliziwasilisha katika mahafali iliyopita tayari zimepatiwa ufumbuzi na utekelezaji wake unaendelea. Ninawaahidi kwamba tutatekeleza yale yote tuliyoahidi, ikiwa ni pamoja na ukarabati wa miundombinu chakavu katika taasisi hii. Kwa upande wa mafunzo viwandani, serikali imeendelea kuweka miongozo mbalimbali ya utaratibu wa kushiriki wa viwanda katika kukuza elimu ya ufundi. Na hapo kwa kweli ningependa nimshukuru sana mwenyekiti wa Group 6 na eneo la viwanda la Kwale lilianzisha kwamba tunapenda tuimarishe ushirikiano kati ya taasisi zetu za elimu, hasa elimu ya ufundi na ufundi stadi na viwanda, ili wanafunzi wakati wanasoma wapate fursa ya kujifunza kwa vitendo huko viwandani. Naelewa taasisi hii inajitahidi kuimarisha zaidi industrial links, lakini nawakumbusha rais wetu wakati anagombea alisema ndani ya siku 100 atahakikisha kuna mpango madhubuti wa kuimarisha mahusiano kati ya vyuo vyetu na viwanda na sehemu za uzalishaji, ili kuhakikisha kwamba elimu yetu kweli inakuwa ni elimu inayomwandaa mtu kuingia katika shughuli za uzalishaji
na utoaji wa huduma kwa jamii. Na leo napenda kutangaza rasmi kwamba sisi tayari tumejipanga, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kuanzia vyuo vikuu vyote, na tayari tuna MOU kati ya VETA na industries mbalimbali, na tutazindua mpango huo kabambe kuhitimisha kuhakikisha kwamba tunatekeleza ahadi ya rais wetu ndani ya siku 100. Mwezi Januari tutazindua mpango kabambe, utahusu DIT, kuimarisha utaratibu mlionao, utahusu vyuo vikuu vyote hapa nchini, utahusu taasisi zote za elimu na utahusu VETA, na mpango huu utatekelezwa ili maono ya rais wetu kwamba elimu yetu iwe na vitendo vile vile, iunganishwe na uzalishaji, iunganishwe na juhudi, itekelezwe kikamilifu. Lakini napenda kuwashukuru DIT kwa sababu tayari imeanza utaratibu huu. Mtakuwa katika mpango huo, tunachohitaji kufanya ni kuongeza kasi. Lazima tuonyeshe kwamba ahadi ya rais wetu inatekelezwa na inatekelezwa kwa kasi, na ndani ya siku 100 sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tutakuwa tayari. Taratibu zinakamilika, tutazindua mwezi Januari na shughuli itakuwa inakwenda bamba. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inalenga kupiga vita umaskini kwa kuweka mazingira mazuri kwa wahitimu wa vyuo vya elimu ya juu ikiwemo DIT ili waweze kujiajiri. Mheshimiwa Rais pia amelikazia jambo hili katika hotuba yake ya kufungua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma, kuwa serikali itaanzisha kanda za kuendeleza ujuzi zitakazowezesha vijana ujuzi unaohitajika katika makampuni ya sekta binafsi sawa na dira ya maendeleo ya 2050. Jambo hilo linawezekana endapo wahitimu wetu watakuwa na moyo wa udhubutu wa kuanzisha biashara, makampuni na viwanda kwa kutumia elimu na ujuzi waliopata. Ndio maana sasa hivi katika mageuzi ya elimu, wale walioko form 1 mpaka form 4 sasa hivi wanaotumia mtaala mpya lazima wasome somo la biashara. Hili ni somo la ujasiriamali. Kwa hiyo chochote unachokisoma tunakuandaa vile vile. Kama unataka kuanzisha kampuni, unaanzaje? BRELA hivi ni nini? Team number ni nini? Unawekaje kumbukumbu za fedha? Fursa za mikopo zikoje? Hata nyinyi ambao mlienda na mtaala wa zamani, jaribuni kutumia fursa hii hasa kuangalia msukumo mkubwa wa rais wetu ili wengi waweze kuanzisha biashara zao na wanajua watapata sapoti ya serikali kwa namna mbalimbali. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nachukua fursa hii pia kuwakumbusheni kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawategemea sana wanasayansi na wahandisi katika kufanikisha lengo la kuwa nchi ya uchumi kwa viwanda. Kwa mantiki hiyo, DIT imepewa jukumu la kimkakati katika kuhakikisha mnasimamia vizuri uzalishaji wa wataalamu katika fani ya uhandisi, sayansi na teknolojia, na ambao wanatarajiwa kuendeleza sekta ya viwanda kwa weledi zaidi. Wizara inatambua kwamba elimu ya uhandisi, sayansi na teknolojia ndio kichocheo kikuu cha maendeleo endelevu kwa nchi yetu. Ndio maana swala la kujenga mahusiano ambalo mnao na nchi mbalimbali ni swala muhimu sana. Na hili swala la kuanzisha sandwich program, watakaosoma hapa waweze kwenda kusoma nje walau katika fani moja, ni swala muhimu sana katika kutekeleza azma hiyo ya serikali. Ninaamini kuwa mafanikio tuliyoyasikia na tunayaona na mipango mizuri iliyopo hapa ambayo tumefahamishwa isingeweza kufanikiwa isingekuwa ni juhudi na bidii kubwa za baraza, management, wakufunzi, wanafunzi na wafanyakazi wote wa taasisi kwa ujumla. Na wapongezeni sana kwa kazi nzuri ya DIT. Aidha, ninazipongeza juhudi nyingi zinazochukuliwa na taasisi katika kuboresha sifa za watumishi ili wafanye kazi zao kwa umahiri na ushindani wa kimataifa. Juhudi za kuboresha mazingira ya kujifunzia zinatia moyo kutokana na mazingira mazuri ya kujifunzia ambazo zinashirikisha wanafunzi na wafanyakazi. Napenda kuwakumbusha kuwa baada ya kuhitimu masomo yenu, ndugu zangu wahitimu, mafanikio katika maisha yenu hayatategemea tu elimu mlioipata, bali yatategemea jinsi mtakavyojituma na jinsi ambavyo mtazingatia kwamba elimu haina mwisho. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kurudia kuwapongeza wazazi na walezi wa wahitimu kwa kujinyima na kuamua kuwekeza kwenye elimu ya wahitimu hao.
Aidha, nawapongeza tena wahitimu wote kwa jitihada zenu ambazo zimetuwezesha leo kukusanyika hapa. Ni kweli elimu mlioipata ni ufunguo wa maisha yenu, lakini pia kumbukeni, elimu ni bahari, haina mwisho kama nilivyosema. Kokote mtakapokuwa, hakikisheni mnaendelea kujiendeleza katika taaluma zenu ili kwenda sanjani na mabadiliko mbalimbali yanayotokea duniani. Napenda kurudia kwa mara nyingine kulishukuru baraza la taasisi kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya 19 duru ya kwanza ya taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Sasa nipo tayari kwa mamlaka niliyokabidhiwa na baraza la taasisi ya teknolojia Dar es Salaam kutunuku stashahada, shahada za kwanza na shahada za umahiri kwa utaratibu uliopangwa. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.